Bwana, taifa la Mungu, karibuni tena kwa tafakari ya neno la Mungu. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa upendo mkubwa kwetu. Tumeweza kukutana tena kwa ajili ya kushirikishana neno la Mungu. Tafakari tunayowaleteni leo ni somo la Injili tu ambalo linatoka Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya kwanza mpaka ya 11. Ni simulizi juu ya mwanamke aliyekamatwa katika kuzini. Naomba kwa umakini kabisa tusikilize simulizi hili, basi na tafakari ya mambo kadhaa ambayo nitaweza kuwashirikisha kadri Roho Mtakatifu atakavyoniongoza. Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya kwanza mpaka ya 11. Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akifundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati, wakamwambia, "Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje?" Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, "Je, asiye na dhambi miongoni mwenu na au wa kwanza kumtupia jiwe." Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, "Mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia?" Akamwambia, "Hakuna Bwana." Yesu akamwambia, "Wala mimi sikuhukumu. Enenda zako wala usitende dhambi tena." Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu zangu wapendwa, katika juma pili hii ya 5 ya Kwaresma tumeletewa tena somo hili linalotafakarisha vizuri kabisa juu ya huruma ya Mungu. Ni kama mwendelezo wa somo la Dominika ya 4 ya Kwaresma tulilotafakari Jumapili iliyopita kwa wale tuliokuwa pamoja au ambao tayari mlisoma injili hiyo, ambayo ilikuwa inaonyesha ile Luka sura ya 15 juu ya baba mwenye huruma ambaye alimsamehe mtoto wake ambaye alikuwa ametapanya mali zake na kadhalika, lakini aliporudi alimpokea kwa huruma. Na kwa namna moja au nyingine, dhamira hiyo ya huruma ya Mungu, rehema ya Mungu ya kusamehe, tunaiona tena katika mwanamke huyu aliyekamatwa katika uzinzi. Niseme kwamba pengine hayo masomo mama kanisa ameyaweka vizuri kabisa la Jumapili iliyopita na hili leo nililomaliza kulisoma, ili wewe na mimi tuzidi kujitafakari na kuona kwamba tunahitaji huruma ya Mungu, tunahitaji na neema za Mungu zitusaidie ili tuweze kuachana na dhambi zetu na kuokoka. Na pengine huyu mwanamke anataka, simulizi linataka kutuambia nini? Mababu wa kanisa wamedhibitisha kabisa wakisema kwamba huyu mwanamke anawakilisha sisi binadamu wote ambao tulikuwa tumeanguka na tunayo kila sababu ya kupata hukumu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu anatusamehe. Unajua, tukiangalia kabisa tangu kuumbwa kwa ulimwengu
sisi wanadamu hatujakuwa kamilifu tangu wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva, na ndiyo maana kwa kukosa hukumu na sisi tumezaliwa tunatenda dhambi, Mungu akaona tusipotee, akatuokoa kwa damu yake Bwana wetu Yesu Kristo. Tulistahili adhabu, tulistahili kweli hukumu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini ni kwa huruma yake Mwenyezi Mungu alimtuma mwanae wa pekee kutukomboa. Sasa mababu wa kanisa wanasema kwamba katika mafundisho yao huyu mwanamke anatuwakilisha sisi sote. Hata wewe unayesikiliza tafakari hii pamoja na mimi mwenyewe ninayotoa tafakari hii, na wote wanadamu kwa ujumla, hakuna aliye mkamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni kwa huruma tu, ni kwa rehema tu za Mwenyezi Mungu tumekombolewa, na tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu katika hilo. Kumbe huyu mwanamke anatuwakilisha sote wa dhambi ambao tumehurumiwa na Mwenyezi Mungu kwa kumtuma Yesu kutukomboa, kutuletea neno lake, na Yesu bado anaendelea kutukomboa. Inabidi sisi sasa tuweke jukumu la kutubu na kubadilika. Kisha kusema hayo, hebu tuchambue somo hili kwa mambo kadhaa, si mengi, machache tu. Hawa Mafarisayo pamoja na waandishi hawa walimleta huyu mwanamke. Kwanza simulizi hizi na mapungufu. Hawa watu walimleta mwanamke huyu kwa Yesu ambaye alikuwa hekaluni akifundisha, kimsingi kwa malengo ya ajabu kabisa. Lengo lao lilikuwa ni kumshtaki Yesu, lakini wakamtumia huyu mwanamke, wakamleta. Sheria ya Musa, ukisoma kitabu cha Walawi na Kumbukumbu la Torati, imewekwa wazi kabisa kwamba watu wawili watakao kamatwa katika kuzini, ambao ni mwanamke na mwanamume, wote watapigwa mawe na kufa. Ndivyo sheria iliyosema. Katika simulizi tunaona pungufu la ule mfumo dume wa wanaume ambao walimwacha yule mwanamke, kwa sababu mwanamke yule alikuwa hazini peke yake. Wakamwacha yule mwanamume, wakamleta huyu mwanamke. Ni pungufu kabisa, kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili ambacho tunaweza tukatafsiri kutoka katika simulizi hili ni juu ya mashtaka haya ambayo yamejificha kwa mtu haraka haraka aweza akayaona, ya kumshtaki, kutaka kumshtaki Yesu, kutafuta kila sababu ya kumshtaki. Wanamleta, wanamtega Yesu kama tulivyosikia katika maandiko. Maana yake Yesu angelisema huyu mwanamke apigwe mawe kadiri ya sheria ya Musa ilivyokuwa inasema, maana yake Yesu angelikumbwa na vitu viwili. Cha kwanza, walioruhusu wakati ule mtu kuhukumiwa kifo na kuuawa ilikuwa ni serikali ya Kirumi ambayo ilikuwa inatawala wa Israeli. Kwa maana yake angelisema apigwe mawe na kuuawa, serikali ingelimtia hatiani Yesu. Kwa nini anahamasisha watu kuuawa wakati serikali ndio inafanya hivyo? Na ndio maana hata walipomkamata Yesu baadaye, hawa Mafarisayo na Wayahudi wengine wangeweza kumua wao wenyewe, lakini hawakuchukua sheria mkononi. Ndio maana hata Yesu walimpeleka kwa Pilato ambaye ulikuwa ni uongozi wa serikali. Kwa ndio maana Yesu pale walikuwa wanamtega. Angelisema wawe, angeliingia matatani na sheria ya serikali ya wakati huo ya Kirumi. Lakini vile vile bado angelipata shida moja Bwana Yesu kueleweka. Watu waliokuwa namsikiliza, ambaye Yesu ambaye alishajionyesha tayari kama Mungu anaye mwenye mapendo kwa wadhambi, anakula nao, anawasaidia kutubu. Sasa iweje mtu huyu ageuke ghafla na kuamuru kwamba huyu mwanamke apige mawe? Kuona wale wafuasi wa Yesu, wasikilizaji wake, wangelipata utata kumwelewa Yesu. Kuona una upande huo, kama Yesu angelisema apigwe mawe. Lakini upande wa pili tena, Yesu angelisema huyu mwanamke asipigwe mawe, bado angeliingia matatani. Angeliingia matatani na sheria ya Musa ambayo ilisema tayari wazi kabisa kwamba wanaokamatwa katika uzinzi wapigwe mawe. Lakini katika hayo yote Yesu ni Mungu na hekima ya kimungu
huwezi ukalinganisha na hao mafarisayo yetu sisi wanadamu. Yesu anawapa kazi moja nzuri sana ya kujitafakari, na wanaondoka kwa aibu kabisa. Anainama chini, anaandika chini, baadaye anainuka anawaambia kwamba yule ambaye hana dhambi yoyote awe wa kwanza kumpiga mawe. Haya, nani hana dhambi? Hata wewe mwenyewe unayesikiliza haya, hata mimi mwenyewe ninayekushirikisha haya, sote tuna dhambi. Kwa maana yake hakuna mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuchukua jiwe pale kutupa kumtupia yule mama. Na Yesu kama Mungu alishawaona kabisa, alishaona kabisa. Mungu alikuwa anawaangalia kwa ndani tofauti na sisi tunaoangalia kwa nje, kwamba hao watu ni wenye dhambi. Tunaambiwa walianza kuondoka wazee mpaka vijana. Maana ilikuwa ni kundi la wazee na vijana wote wamemleta kwa Yesu kwamba wampige mawe. Bila shaka na mawe yao waliyondondosha, wakawa ni wazi wamefanya nini? Wameondoka. Kwa hiyo katika hili unaona Yesu aliwapa nafasi ya kila mtu kujichunguza ndani ya moyo wake, dhamiri yake, na kuona makosa yake, na kuona kwamba pengine nimemleta huyu mwanamke kumshtaki, lakini mimi mwenyewe si kwamba niko safi. Na hivi wakashindwa kumpiga mawe, wakaondoka kuanzia wale wazee mpaka wale vijana waliokuwa kwenye kundi hilo la kutaka kumtega Yesu kumletea huyo mwanamke. Na hii inatutafakarisha sana. Pengine tunaweza tukawa tuko tayari kutaka kuhukumu wengine, na ndivyo pengine baadhi maelekeo yetu yanakuwa hivyo, lakini sisi wenyewe bila kujichunguza. Na ukiangalia jamii ya sasa, watu wengi wako namna hiyo kabisa. Unaweza kukuta tunawahukumu wengine labda ni wadhambi, sijui tunawaona wabaya, hawako safi mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini wewe mwenyewe ukoje? Na daima, na hii ni saikolojia kabisa ambayo haihitaji uende chuo kikuu kuelewa, unapokuwa na maelekeo ya kuangalia mabaya kutoka kwa wengine, haikupi nafasi wewe ya kujiangalia wewe mwenyewe. Daima unaangalia huyu amefanya nini, huyu hajafanya hili, upate muda wa kujitafakari wewe mwenyewe. Kumbe ingelikuwa vizuri daima tusiwe haraka kuangalia madhambi ya wengine bila ya kujichunguza sisi wenyewe. Tuendelee na tafakari yetu, na sasa tumwangalie huyu mwanamke. Kuna mababa wa kanisa wameongea vizuri juu ya kifungu hiki cha Biblia. Kuna huyu mtakatifu Ambrosi wa Milani kuhusu rehema ya Kristo. Huyu Ambrosi wa Milani ambaye baba mkubwa wa kanisa katika karne ya 4 alitumia kifungu hiki kufundisha rehema ya Mungu, huruma ya Mungu katika kusamehe. Na katika kazi yake kuhusu toba, Ambrosi aliandika hivi: kila wakati Bwana Yesu anapenda kusamehe, anapenda kukomboa, anapenda kurekebisha wenye dhambi. Ndiyo maana anamwambia mwanamke, wala mimi sikuhukumu, nenda usitende dhambi tena. Hivi ndivyo Yesu anavyosamehe dhambi, anavyofuta makosa, anavyomwokoa mwenye dhambi, akimgeuza kuwa mpya. Mwisho wa kunukuu. Kumbe huyu mtakatifu Ambrosi anatuonyesha kwamba rehema ya Kristo si kwamba haijali dhambi, hapana. Badala yake ni nguvu ya kubadilisha maisha. Msamaha wa Yesu ulikuwa wazi, lakini pia pamoja na uwazi huo ulitoa changamoto kwamba usitende dhambi tena. Yesu anapotusamehe si kwamba anatusamehe kwamba tuendelee na uovu ule, hapana. Anataka tusitende dhambi tena, tuwe wapya, tuachane na maisha ya dhambi. Na ndiyo maana hata tunapoijongea sakramenti ya kitubio, lengo letu daima liwe naenda kutubu, kuomba huruma kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu anisaidie nisitende dhambi tena.
Dhambi iwe ni kama ajali. Ajali tunapokuwa tunasafiri na vyombo, iwe baisikeli, iwe pikipiki, iwe kitu chombo chochote kile, iwe ndege, iwe gari. Ajali inatokea hatutegemei. Kwa hiyo na mtazamo wetu tunapofanya toba, tukairudia mfano sakramenti ya kitubio, huo ndio mtazamo wetu. Tusiseme kwamba nimetenda madhambi sasa yamekuwa mengi, hata kama ni machache, ngoja niende niungame angalau kusudi niweze kuanza upya. Hapana, huo si mtazamo na lengo la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapotubu inabidi tuanze maisha mapya. Lakini kuna baba mwingine wa kanisa, Yohane Chrysostom, anaongelea juu ya hekima ya Kristo. Huyu Yohane Chrysostom ambaye alikuwa ni mhubiri mashuhuri na aliitwa mdomo wa dhahabu, golden mouth, na alikuwa askofu wa Constantinople katika karne ya 4, na alikuwa mtaalamu kama alivyosema wa kuhubiri. Aliongelea juu ya hekima hii ya Kristo. Anasema hivi, na nukuu: angalia hekima ya hakimu, hakuachia wenye kushtaki waondoke kabla hajawafanya watambue dhambi zao wenyewe. Anachotaka kusema ni kwamba pale alipoambia ambaye hana dhambi au wa kwanza kumtupia jiwe, unaona, ndio maana anasema kwamba hakuachia wenye kumshtaki waondoke bila wao kutambua dhambi zao wenyewe. Anaendelea mtakatifu Yohane Chrysostom, wala hakumhukumu mwanamke kabla ya wao kutoka. Alipokuwa peke yake na mwanamke alimwambia, wala mimi sikuhukumu. Si kwamba hakuwa na mamlaka ya kumhukumu, bali hakutaka kufanya hivyo. Alikuja kuleta rehema, si kuhukumu. Naona mambo kadhaa. Hakutaka waondoke bila wale washtaki, bila kutambua kwamba na wao ni wadhambi. Alikuwa na uwezo wa kumhukumu huyu mwanamke, lakini lengo lake lilikuwa ni kwamba huyu mwanamke basi aweze kujitambua na kubadilisha maisha yake. Kumbe mtakatifu Chrysostom alisisitiza jinsi Kristo alivyozungumza kwa busara na makundi yote mawili, huyu mwanamke na washtaki wake. Washtaki na mtuhumiwa. Aliona hapa mfano wa jinsi ya viongozi wa kiroho wanapaswa kushughulikia mambo ya dhambi na hukumu katika jamii. Sisi viongozi wa kiroho inabidi tuwe makini tunapokuwa tunashughulikia mambo ya dhambi katika jamii. Lakini mtakatifu Agustino na yeye aliongea vizuri juu ya hili. Alisema hivi, na nukuu: Bwana hakusema dhambi haikustahili kupigwa mawe. Hakusema mwanamke hakuwa na hatia. Badala yake alielekeza macho kwa wenye dhambi waliokuwa wakitaka kumhukumu mwenye dhambi. Sheria ilikuwa sahihi, lakini nani aliyepaswa kuitekeleza? Ni sheria ya haki, lakini acha haki ianze ndani yako mwenyewe. Hakukataa sheria ya Musa, aliiboresha. Lakini sheria nani alikuwa ana haki ya kuitekeleza? Sheria lazima iwe sheria ya haki, lakini acha haki ianze ndani yako mwenyewe. Wewe mwenyewe ni mwenye dhambi, anza ujichunguzwe mwenyewe. Kimsingi alichotaka kusema mtakatifu huyu Agustino ni kwamba maana yake kama ni dhambi, na kwa vile na wao walikuwa na dhambi, ilibidi kwanza washughulikiwe na wenyewe, wapewe adhabu fulani. Wakishajiweka wakawa safi kabisa mbele ya Mungu, labda ndio na wenyewe wangelisema sheria hiyo itekelezwe. Kwa hiyo sheria inaguswa kote. Na sisi kama waamini tunaomfuata Bwana wetu Yesu Kristo, tuwe makini sana katika kuangalia wadhambi, katika kuwahukumu wengine. Kwanza na sisi tujisafishe, tuwe safi. Bwana yetu Yesu Kristo hapa anatupa mfano mzuri sana. Kumbe Agustino alionyesha namna Yesu alivyotekeleza haki kamili bila kuacha rehema. Hakupinga sheria ya Musa,
bali aliwakumbushia Wafarisayo kuwa wote walikuwa chini ya sheria hiyo hiyo na wote walikuwa wameshindwa kuitekeleza kikamilifu. Ndivyo ilivyo. Lakini tuendelee na tafakari yetu na tuone pengine kifungu kingine, hasa kile kinachosema nenda zako usitende dhambi tena. Maneno ya mwisho ya Yesu kwa mwanamke yalitafsiriwa kabisa kama ushahidi wa rehema ya kweli, ambayo usamehe hiyo rehema, lakini pia hubadilisha. Yesu anakusamehe, lakini vile vile anataka tubadilike. Ndivyo rehema ya Mungu ilivyo. Kuna huyu babu wa kanisa Yohane Kasiani, babu wa jangwani wa karne ya 5, aliandika hivi na nukuu: neno nenda wala usitende dhambi tena linaonesha rehema isiyo na kikomo ya Bwana wetu. Hakuamuru adhabu kuwa dhambi zilizopita, hakuamuru adhabu kwa dhambi zilizopita, badala yake alitaka ulinganifu kwa siku zijazo. Rehema ya kweli haimaanishi kukubali dhambi, bali hutoa nafasi ya kubadilika. Kasi analisitizia kuwa rehema ya Kristo sio kutovunja moyo kuhusu dhambi, bali ni ushirikiano kati ya msamaha wa Mungu na juhudi za mwanadamu za kuacha dhambi na kuishi kwa utakatifu. Na Tertullian wa karne ya 2 mpaka ya 3 aliwahi kusema hivi: Kristo akusema nenda ukaishi kama upendavyo, utapata msamaha wangu muda wote utakapotenda dhambi. Badala yake alisema usitende dhambi tena, akionyesha kuwa alisamehe kile alichokiri, lakini alimtaka aishi kitakatifu baada ya kupokea huruma. Kwa wapendwa, na sisi tujitahidi katika hilo. Bazili mkuu ambaye ni mtakatifu alieleza tofauti iliyopo kati ya Mafarisayo na Kristo na nukuu: Mafarisayo waliona dhambi pekee, Kristo alimwona mwenye dhambi. Mafarisayo walitaka mateso, Kristo alitaka toba. Mafarisayo walitaka kumwangamiza, Kristo alitafuta kumwokoa. Hii ndiyo tofauti kati ya uadui wa kidini na upendo wa kimungu. Mwisho wa kunukuu. Tumombe Mungu atusaidie tufuate mfano mzuri wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kitu kingine ambacho ningelipenda kushirikisha ni kwa kanisa letu la leo, mimi na wewe tufanye nini katika maisha yetu leo. Ndugu zangu, niseme kwamba kanisa la leo, mimi na wewe tunahitaji kujifunza kutoka kwa Kristo jinsi ya kuwa na usawa na wa haki na rehema. Kuna nyakati tunapokuwa kama Mafarisayo, tukiwa haraka kuhukumu wengine bila kujihukumu kwanza sisi wenyewe. Kuna nyakati zingine ambapo tunaweza kupoteza maana ya utakatifu kwa kuruhusu pengine vile vile kila kitu. Baba Agustino mtakatifu anasema hivi, anatukumbusha na nukuu: msipeleke moja kwa kuzuia lingine. Rehema bila haki inaweza kuwa udhaifu, hata bila rehema inaweza kuwa ukatili. Zote zinafanya kazi pamoja katika mpango wa Mungu. Kumbe haki na rehema zote zinafanya kazi pamoja. Lakini tuendelee kujitafakari leo tunapokabiliwa na dhambi katika makanisa yetu, katika jamii, kama viongozi, wawe wa kidini, wawe wa kijamii, kama wazazi au kama Wakristo wa kawaida. Tukumbuke daima mfano wa Kristo. Tujiulize maswali machache haya:
maswali au tujitafakari. Cha kwanza, kutambua ukweli wa dhambi bila kuangamiza mwenye dhambi. Hivi ni vitu viwili tofauti. Wakati mwingine tunasahau hili. Tusimchukie aliyetenda dhambi, tuichukie dhambi. Na tukichukia dhambi tutaiangamiza kwa urahisi, na wakati huo huo tutaweza kumsaidia yule aliyetenda dhambi kumrudia Mwenyezi Mungu. Lakini na yule mtenda dhambi tukimchukia, dhambi itaendelea kuwepo, na hata yule anayetenda dhambi hataweza kupata msaada wowote kutoka kwetu. Cha pili, tutoe nafasi ya toba na mabadiliko. Wakati mwingine watu hawatuwasaidii wafanye toba, au sisi wenyewe pengine tunajisahau, hatufanyi toba, hatumrudii Mwenyezi Mungu. Na wakati mwingine tunaweza tukafanya toba lakini tusibadilike, na hiyo si toba ya kweli. Kama nilivyosema, dhambi inabidi iwe ajali kwetu, kitu ambacho hatutegemei. Cha tatu, inabidi tutafakari dhambi zetu wenyewe kabla ya kuwahukumu wengine. Kabla ya kuwahukumu wengine. Kulikuwa na mchungaji mmoja ambaye alikuwa anahubiri kwa sauti kubwa na kwa hasira. Wakati alikuwa anaongelea juu ya unywaji wa pombe. Watu acheni kunywa pombe, mtangamia. Mungu hataki pombe, Mungu hataki ulevi, na kwa hasira kubwa sana. Kulikuwa na kijana wake anasoma sekondari. Waliporudi nyumbani yule kijana akamwambia, baba, nimeguswa sana mahubiri yako ya leo. Sio kwamba nakupenda, amina yapinga, hapana. Ila ulikuwa unaongea na hasira kubwa sana, kiasi kwamba Mungu mwenyewe labda angelikuwa anaongelea dhambi hii ya kunywa pombe, pengine asingelikuwa na hasira ya namna hii. Yule mchungaji akajitafakari, ndipo kumba akakumbuka kwamba alikuwa hajamsamehe baba yake au babu yake na yule bwana mdogo, kwa sababu alikuwa anakunywa pombe. Kumbe wakati anahubiri, anafoka pale, alikuwa hajamsamehe baba yake. Ni kama alikuwa, tuseme sio kama anamfokea baba yake, alikuwa hajamsamehe. Ili mtafakarisha sana, na yeye mtazamo wake ukabadilika juu ya kukemea dhambi. Lakini kitu kingine, kutoa changamoto ya kubadilika. Maneno ya Yesu kumwambia yule mama usitende dhambi tena ni muhimu sana. Yanatoa nafasi ya kubadilika pamoja na msamaha tunaokuwa tunao. Lakini lingine ambalo inabidi tulitafakari pia, kitu kingine, yule mwanamke aliletwa katikati akionekana ni mdhambi na aibu yote ile. Hata sisi wenyewe katika jamii yetu kuna watu walio katikati ambao tunawaona ni kama wameletwa na dhambi. Utasikia watu hawa hawapokei masakramenti, watu hawa wanaishi kimada, watu hawa ni wazinzi, tena wazinzi wa waziwazi, public sinners, na mambo kama hayo. Tunawarushia maneno kama hayo. Lakini Mtakatifu Cyril wa Alexandria anatukumbusha kwamba mwanamke katika habari hii alikuwa amesimamishwa katikati. Hii ilikuwa hali ya kuaibika, ya kudhiharikiwa hadharani. Kanisa letu leo bado linakutana na wale waliosimamishwa katikati, watu ambao dhambi zao zinajulikana waziwazi, ambao wanaibika hadharani, ambao wanatatizika, wanapata utata katika maisha. Mtakatifu Cyril anaandika hivi na nukuu, tunapaswa kuwahudumia wale walio katikati kama alivyofanya Kristo, kwa upendo na huruma, sio kuaibisha zaidi, bali kurejesha heshima yao kupitia toba na msamaha. Ni mwisho wa kunukuu. Leo tunapaswa kuwa kanisa
linalo wainua walioanguka badala ya kuwakanyaga zaidi. Tunapaswa kuwageukia waliopotea na kuwapa tumaini la maisha mapya. Na ndio huu mwaka wa jubilei ya matumaini, mahujaji katika matumaini. Na hapa nilikuwa najiuliza, kwa mfano kama wewe ni padre unayesikiliza tafakari hii, au ni muumini katika kanisa lako lolote lile, kanisa la Kikristo, hivi kwenye parokia yako mna mkakati wote ule wa kuwatafuta wadhambi? Mna mkakati wote wa kuwaendea watu ambao ni wadhambi waliolegea katika imani na kuwarudisha? Au tunawakumbatia tu wale ambao wanakuja kanisani ambao tunaona kana kwamba ni watakatifu tu? Tuwe makini katika hilo. Baadaye nitaongelea juu ya mtakatifu ambaye anatutafakarisha kuhusu pengine kujiona ni watakatifu na kuwasahau wale ambao wamelegea katika imani. Tuna mikakati gani katika miradi yetu tunayoifanya, mipango ya fedha tunayoifanya? Tuna mkakati wote wa kuwaendea wenye dhambi na kuwarudisha waliolegea katika imani? Tujitafakari katika hilo. Lakini kingine, jukumu la kanisa katika kuwakaribisha wenye dhambi wanaotubu. Mababa wa kanisa walisema zaidi hili. Yohane Chrysostom aliandika hivi: kanisa ni kama safina ya Nuhu, linawachukua wanyama wa kila aina na kazi yake ni kuwaokoa, sio kuwachagua. Wote wanaokuja kwa toba wanapaswa kupokewa kama vile Kristo alivyompokea mwanamke huyu kwa huruma. Mwisho wa kunukuu. Wakati waamini wetu wa kanisa wanaanguka katika dhambi, tunapaswa kualika kwa toba, kuwasimamisha kwa upendo na kuwasaidia kuanza upya. Wakati wageni wanaokuja kanisani mwetu wakiwa na historia ya dhambi pengine, tunapaswa kuwapa nafasi ya kuanza upya bila kuhukumu kwa makosa ya zamani. Tunapoendelea na kipindi cha Kwaresma, naomba nihitimishe tafakari hii kwa maneno haya. Kuna mtakatifu mmoja aliwahi kusema hivi: kanisa ni hospitali ya wenye dhambi na sio makumbusho ya watakatifu. Tuendelee kujitafakari, tumrudie Bwana, na kanisa lote kwa pamoja tusaidiane sisi wa dhambi ambao ni wagonjwa ili tuweze kupata utakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wa kongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini, ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi, wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.